Wewe binti. Mimi tena mchungaji jamani. Otimbi, Kabura, mimi nilikuwa na ombi moja. Mimi nilikuwa naomba tuondoe hizi bifu na chuki pia. Nilikuwa naomba tushirikiane, tuwe kitu kimoja, tuifanye kazi kwa pamoja. Maana ninaamini tukiungana na tukaifanya hii kazi kwa pamoja tutafanikiwa. Kwa nini tuwe na bifu? Sisi ni ndugu, tupo katika jukumu moja. Kwa nini tusielewane? Nilikuwa nawaomba pengine labda nikiunganisha nguvu zangu, nguvu zako, nguvu zako, tunaweza kushinda. Yaani unajua unabwabwaja sana. Yaani mtu unakuja kuchukua nafasi zetu. Jukumu tumepewa sisi la kupambana na mchungaji. Tumejaribu vya kujaribu, umekuja wewe umepewa tena hiyo nafasi. Na wewe umejaribu umeshindwa, umepewa nafasi nyingine. Sisi tupo tu tunakuangalia. Leo hii unakuja hapa unajamba jamba eti tufanye kazi pamoja. Inawezekanaje? Tufanye kazi pamoja kivipi? Na where, which? Hiyo haiwezekani kabisa. Pengine ninaamini mtakuwa kizuizi katika hii kazi ninayoifanya. Na hisi nyinyi ndio mnaoniharibia mipangilio yangu. Kwa nini iwe hivyo? Sikiliza nikwambie Kishoka. Hii vita umeianzisha wewe mwenyewe. Ungekubali toka mwanzo, haya yote yasingeweza kutokea. Hivyo kwa kuwa umeanzisha vita, na sisi tupo tayari kuingia kwenye uwanja wa mapambano. Tutapambana kadiri ya uwezo wetu. Na kama unataka kujiunga na sisi, kubali kuwa dhaifu hivyo hivyo. Tusikilize kila tutakachokuelekeza. Hapo ndipo utaungana na sisi. Bila ya hivyo, tumeikubali vita. Eza sisi tuonekane kushindwa, au wewe ukubali kushindwa. Na yule mchungaji atakunyosha. Hicho kidali hicho atakumaliza. Yule ana moto na anapeleka moto na kuhurumia. Ningekuwa mimi ningeondoka zangu. Lakini tunakwaje? Hii vita itaisha mpaka pale mshindi atakapoonekana. Ukubali wewe kushindwa au tukubali sisi kushindwa, na ndio itakuwa mwisho wa hii vita. Kwa kuwa mmeamua hivyo hivyo na mmekubali vita vya kwetu, sisi tutapambana jinsi ilivyo. Sawa, ama zangu ama zenu, tutaona nani mshindi. Sawa, unatutisha. Tutaona. Junior. Naam. Kai. Naam. Hichi kitu siwezi kukiruhusu tena. Na wachawi wamenigusa matakoni. Wamemchukua mke wangu. Na pia wamemchukua mpenzi wangu. Hichi kitu nahisi kwamba limekuwa gumzo kwangu. Na imenipa maumivu makali sana zaidi ya shetani. Kwa hiyo basi mimi na nyinyi nahisi ni kazi kwanza imeanza. Na hakuna mtu kurudi nyuma. Atakayerudi nyuma
mimi na yeye. Sawa madamu, eti madamu. Sawa mkuu. Acha masiara yako. Nimesema kwamba atakayerudi nyuma ni mimi na yeye. Ni kazi imeanza, na hawa wachawi tuwateketeze kabisa. Cha kwanza kabisa ni huyu mzee tuliyekuwa tunamkimbiza, inatakiwa hafe kabisa, ndio moyo wangu ulizike. Anayefuata basi huyu aliyemsaidia huyu kijana huyu, tumumalize kabisa. Kijiti, kumbuka wale watu wana uwezo mkubwa sana. Sasa yule mgeni aliyekuja, kuna dawa tuliyochukua kwa mganga, tutaitumia. Najua tutaweza. Sawa, tumekuelewa. Tutatawala, tutazima kila mwanga, tutapenya kila nyumba, tutafunika kila moyo. Tutatawala dunia, nuru haiwezi kutushinda. Giza, 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 tutadeza giza. binti. Wewe binti wewe. Wewe binti ni shetani sana. Ni shetani. Yaani wewe shetani kuliko shetani wengine. Pumzika basi mchungaji. Wewe. Nipumzike kwa kitu gani? Umenifanya nini? Mapenzi raha. Wewe. Tunaweka hii dawa kwa sababu itusaidie tuteketeze wachawi wote, tupate nguvu, ili wachawi wote hapa Nzera tuwadhibiti, wawe chini yetu. Tuifanye hii dawa kwa maelekezo ya mganga, tufuate ili tusaidie. Kai Junior, tuitumie hii dawa ili tusaidie. Unamwaga dawa? Yaani dawa tumeiangaikia muda mrefu, wewe unaimwaga? Lakini mkuu, ni bahati mbaya tu. Yaani bahati mbaya unamwaga dawa? Kwa hiyo kama ni bahati mbaya tutafanyaje sasa hii dawa? Hii dawa ni ya muhimu. Kijiti, kugombana sio suluhisho. Tungetafuta njia nyingine ya kusolve hili tatizo. Dawa imeshamwagika, dogo kashafanya makosa. Cha msingi hapa
tutafute njia nyingine, turudi hata kwa mganga, anaweza akatusaidia. Kai, ni sawa, lakini hii dawa ni ya muhimu sana. Najua hii dawa inatusaidia yani mambo mengi sana. Yani hii dawa tungeitumia bwana, ingetusaidia mambo mengi. Lakini mkuu, tungemsikiliza na Kai. Turudi hata kwa mganga, anaweza akatusaidia. Sawa, nimekubaliana na wewe. Mchungaji. Mke wangu. Ni kwani unanyata? Mimi? Hapana. Na umelala wapi? Kwenye huduma. Kwenye huduma? Yeah. Na kwa nini ulikuwa upokee simu zangu? Simu niliacha ndani. Una uhakika? Yeah. Na hiyo ni nini? Kumbe ninayo. Sikuisikia mke wangu. Yaani nilikuwa nimeweka vibration alafu unafahamu habari za huduma. Ukiwa kwenye huduma kwa kweli mambo yote na akili zote zinakuwa zimefikiria kwenye nini? Kuhusu huduma tu. Habari za simu kawa mbali kabisa. Au unalala nje kwa sababu mimi sina uwezo wa kushika ujauzito, si ndio? Mke wangu. Unafika kote huko kufanya nini? Nani kakwambia wewe ushiki ujauzito? Nani kakwambia wewe ushiki mimba? Toka lini ukaanza kulala nje wewe? Kuhusu kulala huko mke wangu, kama nilivyokuambia, ukiwa kwenye huduma kwa kweli uwezi ukaangalia mambo ya saa wala kuhusu kwamba kuna miskoro imeingia au kuna mtu anakupigia. Fikira zote zinakuwa zinafikiria kuhusu huduma tu. Sasa kuhusu hilo mke wangu, kwanza nikuombe nisamehe sana. Kweli sijazoea kulala nje. Kwa hiyo kwa hili naomba unisamehe sana. Kwa sababu ni mara ya kwanza, naomba unisamehe kwa hilo. Ndio usimtaarifu mkeo kama mtalala kwenye huduma huko. Kwani ungenitaarifu mimi ningekuzuia? Na wakati hiyo ni huduma aliyokupatia Mwenyezi Mungu, mimi nisingekuzuia. Kuliko kulala bila kunitaarifu. Afu unaingia ndani unanyata. Wewe si ndani mwako. Hebu niandalie maji ya kuoga. Niandalie maji ya kuoga. Oh. Karibuni. Niwasaidie nini? Wewe umemua mganga? Huyu kielele chake kimemponza. Yaani mimi sikuwa hata nataka kumuua. Yeye tu kujikuta anataka kuwasaidia kila kitu. Unaingilia mambo yasiyokuhusu wewe. Umenishika pabaya. Oya. Haya yananihusu. Unajua huyu mganga alijikuta anawasaidia vitu sana. Na nyie mnapinga wachawi. Kama mnaweza kupinga wachawi, kwa
Kwani mtegemee mganga? Mganga mwenyewe alikuwa mwepesi sana. Mama nikatoe tu. Unaenda kuteketea bila kujua. Kwa hiyo ni wewe kuchagua uendelee ama uache. Wewe unajikuta nani wakati wewe ni wakuja? Hii nzera umetukuta na utatuacha. Ndiyo. Wewe kuku mgeni. Naona unazidi kuwa mwiba kwenye kijiji chetu. Kumbuka hatuwezi kuruhusu ushirikina ufanye kazi kwenye kijiji chetu. Umekuja hapa hivi, umeanza kutusumbua sana. Haiwezekani na hatuwezi kuruhusu hilo jambo liendelee. Sawa. Kwa hiyo mimi nitawaacha au nyie mtaniacha? Sikilizeni niwaambie. Hii nzera lazima uchawi utumike. Sisi tumekuja kuangamiza nguvu ya nuru. Kwa hiyo lazima tushinde. Sijui mnanielewa? Yaani wewe uendeleze uchawi hapa Nzera. Haitoweza kutokea hata siku moja. Kimya. Mganga amekufa. Hivi mnamuelewa huyu? Sikilizeni. Tunamzika au tunasafirisha? Hiyo ni juu yako wewe. Wamesisi. Oya, dawa yako iko jikoni inachemka. Vumilia, utainywa tu. Sikilizeni. Yaani nyie ni kuku wangu, mpo kwenye banda. Nikiwa na mgeni tu nakuja nachukua chwa. Kinakuwa kitoweo. Eti manati za nini tena? Nyie hata sihangaiki. Nitawamaliza. Sasa na wewe kielele chako tu. Mimi nilikuwa sitaki hata kukuua. Afu uchawi wako wa mtoni we. Ndani waganga huku. Chale 3 tu unajikuta mganga. Ona sasa umejifia. Hodi. Hodi. Hodi hapa. Karibu nakuja. Karibu. Asante. Naona upo. Nipo. Karibu. Nimekuja nikuombee. Mimi? Ndio wewe hapo. Mimi huyu? Mimi sina mapepo. Una mapepo si ndio? Ungekuwa una mapepo, kila siku nampigia mume wangu simu aje akuombee mchungaji. Basi zamu ya mchungaji nimekuja mimi leo nikuombee.